kuwa tena watumwa wa dhambi. Nasi tusiendelee, ndio hii ambayo ilimtokea Abrahamu, ndio imani inafikia. Hakuendelea. Usiendelee, unageuka na kuacha, ili tusiendelee tena kuwa watumwa wa dhambi. Warumi 5:1. Kitabu ni Warumi sura ya 5 mstari ule wa kwanza. Kwa hiyo kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani. Ukishafanyika pamoja na Yesu ile kazi ya Golgotha pale msalabani, mnakuwa pamoja na yeye kwa imani. Tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mnaweka peace ile ambayo imekuwa imelost. Ile amani kwa imepotea wewe na Mungu. Ile damu ya agano la kwamba wewe na Mungu mnapatana tena. Damu ya Yesu ni agano, inatupatia kuwa na amani na Mungu, tunapatana, ni upatanisho. Mstari wa 9. Warumi 5:9, basi kwa kuwa sasa tumehesabiwa haki kwa damu yake, si zaidi sana tutaokolewa kutoka ghadhabu ya Mungu kupitia kwake. Ni kuwa na imani kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna damu nyingine, si damu ya kondoo. Damu ya kondoo ilikuwa kila mwaka, ni damu ya Yesu Kristo inafanyika once na unapata amani. Anasema damu hii ni ya dhamana kuliko ya kondoo. Kupitia kwa damu ya Yesu Kristo ambayo ni damu ya agano, kupitia damu hii ndio nafikisha mtu katika imani ya Abrahamu. Nafikisha mtu katika imani ya Abrahamu, unafanyika mwana wa Abrahamu, moja kwa moja unakuwa mwana wa Mungu. Kama vile Abrahamu, Mungu mwenyewe anajivunia Abrahamu. Anasema kwamba mimi naitwa, anamwambia Musa, mimi naitwa Mungu wa Abrahamu. Nenda kawaambia Waisraeli, mimi naitwa Mungu wa Abrahamu. Imani kama hiyo, Mungu anakuwa na ujasiri wa kusema wewe ni Mungu wake, wewe ni mwana wake. Anasema mimi naitwa Mungu anayeombwa na Daudi, Mungu anayeombwa na Benjamin. Imani ambayo unaamini damu ya Yesu. Kuamini damu ya Yesu. Mathayo 26:28. Imani ya Abrahamu inatupeleka moja kwa moja mbinguni, inatufanya wana wa Mungu. Imani ya Abrahamu yatuonesha njia ya mbinguni ambaye ni wokovu. Lakini kinyume na imani hiyo, wewe na imani ambayo iko kinyume na hapo, wewe mahali kwako ni jehanamu. Hauna imani ya Abrahamu, wewe ni wa jehanamu, hata ustahili kuwa hapo ulipo. 26:28 Mathayo. Hii ndio damu yangu ya agano. Hii damu ya Yesu iko na agano. Hii ndio damu yangu ya agano. Hii damu ya Yesu ina agano, imwagikao kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Tuwe katika hao wengi. Mimi niwe hapo, wewe hapo. Anasema imemwagika damu ya huyu ambaye alizaliwa kaitwa Yesu. Akaambiwa kwamba wewe ndio utaotoa watu wako kutoka kwa uovu. Haya, damu yake sasa shaimwaga msalabani. Haya, ushaenda naye hapo msalabani, mmesulubiwa pamoja. Damu yake ikidungwa, akiumizwa mwili wake unaumizwa na wewe. Alafu damu yake inakugusa. Damu hii yako inakuosha. Damu ya agano ya kupatanisho. Hii ndio damu ya agano ambayo inapatanisha watu. Na damu hii inakuweka katika imani ya Abrahamu, ambayo katika Luka anasema, maandiko yanasema kwamba mtu asipopata hii imani kasi ataambiwa toka hapa. Luka 13 ataambiwa toka uende kuzimu kule kwa moto. Ukiwa huko, Yesu anasema hapo utamwona Abrahamu kwa mbali, utamwona Yakobo, utamwona Isaka, utamwona Yakobo. Yaani Abrahamu atakuwa mbinguni. Tena hata katika pia Luka 16 pia tunaona Lazaro na yule tajiri walipokuwa tajiri amekufa kaenda kuzimu, Lazaro akachukuliwa moja kwa moja akapelekwa kifua cha Abrahamu, kwamba huyu alikuwa na imani sahihi na Abrahamu. Huyu alifikia imani, huyu alipata zawadi ya mbinguni ambaye ni ahadi ya Roho. Afu huyu alifua na matendo ambayo yalikuwa ya Yesu Kristo, na matendo ya Yesu Kristo ni ya Mungu. Ndio maana akachukuliwa akapelekwa kule. Imani ya Abrahamu inatufikisha hivyo. Ule tajiri hakuwa na imani yoyote, alikuwa wanasa.
alikuwa na imani kinyume ya dunia, huyo kuzimu. Imani hii inahitaji nidhamu, inataka obedience. Imani ya Abrahamu huwezi kuwa nayo na ukae tu kikawaida. Lazima kuwe na tofauti, kuwe na pengo kubwa wa wewe wa sasa na ule wa kale. Amen. Kati ya wewe na watu wa dunia hamwezi kuwa sawa. Mweza kuwa katika hii dunia moja. Yesu mwenyewe aliwaombea akasema hawa dunia hawahitaji. Alipokuwa anaenda anasema naombea hawa dunia itawakataa, lakini watakuwa huku kwa dunia, lakini Baba wapatie roho. Kwa hivyo duniani tupo, lakini tuko tofauti. Imani hii inataka nidhamu. Yaambie Abrahamu. Tutaona Abrahamu alitahiriwa kwa umri gani? Genesis 17:24. Mwanzo 17:24. Andiko anasema Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 99 alipotahiriwa. Hii inaonyesha nidhamu ambaye Abrahamu alikuwa nayo. Nidhamu ya kukubali tohara katika mazingira magumu ya utu uzima, ambapo ukitahiriwa ukiwa mtu mzima, kupona kidonda ni shida. Majukumu yako kila siku yanatofautishwa kwa mambo fulani, ina uchungu. Lakini hakuangalia ile uchungu Abrahamu, aliangalia ile zawadi ambayo ipo katika kutii. Ingawaje ilikosa ingine kunyenyekea kiasi ya kwamba mpaka wafanyie tohara pamoja na wadogo zake, mtoto wake aliyemzaa wakatahiriwa siku moja, mpaka na wafanyikazi slaves ambao kwa pale watahiriwa siku moja, ajipatiane mwili wake, na ni mtu kwa ameheshimika sana. Hii imani ni mpaka uwe mtu mnyenyekevu na mtu mwenye kutii. Kama hauna utii ndani yako, ni tofauti kubwa sana wewe na Abrahamu na hiyo imani. Imani hii inataka utii wa hali ya juu. Na tohara hii inaongelelewa ni tohara ya rohoni, ni mambo ya kiroho. Ingawaje iko kimwili, lakini Mungu anataka kutufunza mambo ya rohoni. Wakolosai 2:11. Mungu anataka kutufunza kwamba leo tukubali tohara hii. Haijalishi mazingira gani tupo, haijalishi. Si alipata tohara, alipata wokovu. Lazaro ule masikini akiwa na vidonda, akiwa katika hali mbaya, akiwa katika maisha ambayo ya umasikini, haikujalisha, alipata wokovu. Hauna excuse wewe. Sina excuse, sina udhuru wote. Mwizi msalabani, dakika za mwisho yuko msalabani na alipata wokovu katika hali ambayo ana position ya kuomba. Yuko katika hali ambayo ni tata, lakini alikubali. Mimi na wewe tuna excuse. Hii tohara inaweza kukupata wakati wote, bora moyo wako uko tayari. Amen. Wakolosai 2:11, katika Kristo pia mlitahiriwa. Katika Kristo pia mlitahiriwa, kwa kutengwa mbali na asili ya dhambi. Tohara hii ni kutengwa na asili ya dhambi, si kwa tohara inayofanywa kwa mikono ya wanadamu. Tusiangalie tohara tu ya mwili, ni tohara ya kutengwa na dhambi leo, bali kwa ile tohara inayofanywa na Kristo. Ile inafanywa na Kristo. Na leo Roho wa Kristo yuko mahali hapa. Yuko tayari, kwa moyo ulio tayari. Yoyote anabisha. Anabisha. Anasema niko mlangoni nabisha. Niko mlangoni nabisha. Yote atanifungulia. Tule pamoja. Ni urafiki. Ni urafiki. Yesu anaambia wanafunzi wake, nyinyi si watu wangu, nyinyi marafiki zangu. Kwa hivyo ndio leo anakualika katika discipleship yake. Anasema tule pamoja. Tule pamoja. Alitoka mbinguni kuja kutufanya wana kama vile alivyo mwana. Tuwe uzao pia sisi, chimbuko la kwanza kama yeye. Alifanya katika 13 mstari wa 13. Wakolosai 2:13. Kolosai 2:13. Mlipokuwa wafu katika dhambi zenu na kutokutahiriwa katika asili yenu ya dhambi, Mungu aliwafanya mwe hai pamoja na Kristo. Alitusamehe dhambi zetu zote. Kupitia Yesu Kristo Mungu anatusamehe dhambi zetu zote. Amen. Dhambi zetu zote tunasamehewa kwa Yesu Kristo. Amen. Imani ya Abrahamu inaamini ufufuo. Imani ya Abrahamu inaamini ufufuo. Na yoyote aliye katika ufufuo yuko kwa Yesu. Maana Yesu anasema mimi ndio huo ufufuo. Alimwambia Martha, mimi ndio huo ufufuo. Abrahamu aliamini ufufuo. Aliamini. Abrahamu aliamini ufufuo. Maandiko yanasema katika Waebrania 4:17. Waebrania 4:17.
Abrahamu aliamini ufufuo. Waebrania 4 mstari wake wa 17. Andiko anasema haipo hiyo. 11. Waebrania 11:17. Samahani. Ya, samahani, Waebrania 11 mstari wa 17. Nasema kwa imani Abrahamu alipojaribiwa na Mungu alimtoa Isaka kuwa dhabihu. Kwa imani Abrahamu alipojaribiwa na Mungu alimtoa tayari Isaka kuwa dhabihu. Yeye aliyekuwa amezipokea ahadi za Mungu alikuwa tayari kumtoa mwanawe. Alikuwa tayari kumtoa mwanawe Aliyekuwa mwanawe pekee hawe dhabihu. Alikuwa mwanawe pekee akamtoa hawe dhabihu. Sema alimtoa mwanawe pekee hawe dhabihu. Kwa hivyo alimtoa. Ili neno kwa nafikiria sana. Nikaona Abrahamu alipokuwa anatoka nyumbani, sijui alimwambia mke wake, ina imani alimwambia mke wake kwamba tuende tuarudi. Alimwambia Sara, hakumwambia Sara huyu mtoto nenda kumtoa dhabihu. Alimwambia tuende, alikuwa na imani huyu twaenda narudi naye. Alimwambia Sara twaenda alafu twarudi. Hata alipofika pale mlimani aliwaambia wafanyikazi wake, nyinyi kaeni hapa. Maandiko yanasema aliwaambia nyinyi kaeni hapa. Sisi na kijana tunaenda alafu tunarudi. Hakusema naenda alafu narudi mimi. Alimwambia twaenda na kijana alafu twarudi. Na imani hiyo ilitimia. Maana walienda na kijana, hata kijana akimwambia kwamba baba tuna kuni tuna moto lakini hatuna sadaka, anamwambia Mungu atatupatia. Alikuwa na imani ya kwamba hata kumtoa Isaka Mungu atamfufua. Aliamini ufufuo. Leo hii tuamini ufufuo. Hatuwezi kuamini ufufuo kama tuko nje ya imani ya Abrahamu. Hatuwezi amini ufufuo kama uko mautini, mpaka ufikie ahadi ya mbinguni ambayo ni wokovu. Na ahadi hii ndio italeta kazi ya Mungu, na kazi ya Mungu pia ni ufufuo. Utaishi katika maisha ya ufufuo. Utaishi maisha ya imani ambayo utaishi katika uzima ambao unakuja unaletwa katika ukoo wa Yesu Kristo wa Mathayo, ambaye hauna age limit. Hauna age limit. Hakuna kufa. Kuna kuishi. Na baada ya maisha ni eternal life tena kuishi. Amina. Warumi 4:25. Jamaliza 19. Waebrania 11:17 mpaka 19. Waebrania 11 mstari wa 19. Abrahamu alihesabu kuwa Mungu angaliweza kumfufua Isaki kutoka kwa wafu. Abrahamu aliamini kwamba Mungu angemfufua Abrahamu kutoka kwa wafu. Abrahamu alihesabu kuwa Mungu angaliweza kumfufua Isaki kutoka kwa wafu. Na kwa kusema kwa mfano alimpata tena Isaki kutoka kwa wafu. Abrahamu aliamini kwamba hata akimtoa Isaka Mungu atamfufua tu kutoka kwa wafu. Na huu ukakuwa mfano wa kwamba alimtoa Isaki, aliamini kwamba nishamtoa Isaki, sasa tumerudi hivi, huyu si Isaki yule, huyu ni Isaka ambaye amekufa na ashafufuka huyu. Ndio mfano wa Yesu Kristo. Amina. Kufa na kufufuka. Ndio mfano wangu mimi na wewe. Tuamini ya kwamba tumeizika ya kale, tumekuwa kiumbe kipya. Ukisha katika imani utajua siku yoyote kwamba uko katika ufufuo. Na kwamba David ule wa kale si huyu wa sasa. Samu huyu wa kale si huyu wa sasa. Unakuwa kiumbe kipya. Ya kale yanaisha. Abrahamu aliposhuka alikuwa na imani, aliwaambia tena wakifika tena utumishi, alimwambia huyu si Isaka yule, huyu ni Isaka mwingine. Labda kwa ile akifika labda pia anaambia mke wake, huyu si Isaka yule. Ambaye Sara elewe, ambaye huyu si Isaka yule. Huyu ni Isaka mwingine mpya. Huo ndio wokovu. Huo ndio wokovu. Warumi 4:25. Akiamini ufufuo. Na leo tunaitwa katika mwito huu mimi na wewe. Tuamini kwamba kuna ufufuo ulifanyika. Kuna ufufuo ambao ulifanyika, kuna sadaka, kuna sacrifice ilifanyika katika Warumi 4:25. Kiamini hivyo unakuwa katika imani. Warumi 4:25 inasema Kristo alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zetu. Amini kwamba Kristo alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zangu na zako. Naye alifufuliwa kutoka mauti ili tuhesabiwe haki. Na alifufuliwa kutoka kwa mauti ili mimi na wewe tupate haki. Tupate wokovu. Haki ni wokovu. Ili tufanyike wokovu. Bila Kristo kufanyika hivyo hakuna wokovu.
Hiyo ndio imani unastahili uamini katika ufufuo. Vile vile Isaka alitolewa akafa, alafu akarudi na Isaka ambaye mwingine. Ndio hivyo hivyo Kristo alitolewa alafu akafufuka. Ndio hivyo hivyo ufikie imani kwamba ufe, alafu hiyo si wewe tena unaishi, wewe ulionao ni wa Kristo. Uishi kama vile Kristo anavyopenda. Imani hii ilimfanya Abrahamu haitwa rafiki wa Mungu. Yakobo 2:23. Yakobo 2:23. Awe rafiki ya Mungu. Imani, Mungu anafanya urafiki na watu walio na imani kama ya Abrahamu. Mungu ana urafiki. Rafiki huu unapatikana katika damu ya agano ya Yesu Kristo. Inatupatia urafiki, inafanya upatanisho, inatupatia amani. Yakobo 2:23. Kwa njia hiyo yakatimizwa yale maandiko yasemayo. Abrahamu alimwamini Mungu na ikahesabiwa kwake kuwa haki. Ikahesabika kuwa haki kwake. Naye akaitwa rafiki wa Mungu. Moja kwa moja Abrahamu akapata wokovu, akafanyika rafiki wa Mungu. Mimi na wewe hivyo hivyo leo tufanyika rafiki wa Mungu. Rafiki wa Mungu anafanya nini? John 15:14. Kuwa rafiki wa Mungu ni kutii. Kuna utii wa amri zake. Mungu ana mbadala wa amri zake. Hakuna chochote, hakuna mbadala hata hapa, lakini hizi ni commands ambazo ziko straight, hazina mbadala, hakuna kuzipinda. Mungu akitoa yake, hakuna negotiation. Ni hakimu ambaye hataki mahali ambapo watu unaletwa lawyer na kutetea. Yesu Kristo ambaye ndio lawyer mwenyewe ndiye alikuja akasema hizi amri mpaka zipatwe. Yohana 15:14. Ninyi ni rafiki zangu. Nyinyi ni rafiki. Huyo ambaye ndio anakutetea yuko mkono wa kuume, anakutetea huyu kule ndio angekutetea. Anakuambia nyinyi mkitaka urafiki ndio huu. Fanyeni nini? Ninyi ni rafiki zangu mkifanya ninayowaamuru. Nyinyi mkifanya yale yaliyoamuriwa, nyinyi ndio kuna urafiki. Yaani hii damu nawapatia, alafu hii damu ndio inawezesha kufuata amri zilizoamuriwa. Kando na hapo hakuna urafiki. Abrahamu alifanyika rafiki wa Mungu. Alifuata maagizo yote ya Mungu. Hakuwa na Mungu mwingine. Hakukuwa na masanamu aliacha. Hakulitaja jina la Mungu bure. Sabato alifuata. Abrahamu alikuwa mtiifu kwa sababu hata alipoitwa alienda kawaelezea kwa sababu kuna waliandamana na Tera aliandamana naye, alikufia njiani. Kumaanisha alitia akaenda kawapata kwa watoka hivi tu. Alitoka kaelezea Tera, ndio maana Lot pia akatoka na yeye. Lazima aliwaelezea, alikuwa mtiifu kwa wazazi. Abrahamu alikuwa mtiifu ndio. Abrahamu akageuka kutoka katika uwaji. Akaacha wizi. Abrahamu hakushuhudia uongo. Hakutamani cha mwingine. Hakuwa na mambo yote kinyume na amri. Ndio hivyo mimi na wewe leo ni mwito tunaitwa tuwe marafiki wa Mungu na tuzifuate amri za Mungu. Uhimidiwe, utukuzwe, upewe sifa Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu uliye juu sana, uliye mtakatifu. Baba, twasema asante kwa ajili ya neno lako. Twasema asante kwa jinsi ambavyo umemtumia ndugu yetu hapa Sam kama chombo chako Bwana. Mungu, naomba uzidi kumtumia zaidi na zaidi, zidi kujitukuza kupitia nafsi yake, kwa kuwa hakika mambo yote yanatendeka kwa mapenzi yako Bwana. Unatuosha na dhambi na kututuma tena ili tupate kumwakilisha Kristo katika ulimwengu ambao umejaa giza totoro, ili nuru ikapate kuangaza Bwana, kupitia wale ambao umewatakasa na kuwaosha kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu, nasema asante kwa ajili ya hili neno. Nasema asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameweka moyo wake chini akapata kusikia. Nasema asante pia kwa ajili ya nafsi yangu kwa kuwa nimefundishika Bwana. Mungu, naomba ukazidi kunena nasi, zidi kututoa uchafu, zidi kututakasa, zidi kutuosha. Na zaidi Mungu, kwa wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo hapa na hata Mbeya na hata kwenye mitandao, yote ambaye atasikia huu ujumbe, acha ukawa ujumbe wa kuweka kiburi chini na majivuno na ujeuri. Acha ukawa ujumbe wa kuweka unafiki chini Bwana, ili tukapate kujichunguza. Na kama kweli mtu anatembea katika njia za ibilisi shetani Bwana, akapate kung'ang'ana kubisha ili akapate kuzaliwa mara ya pili katika ukoo wa Yesu Kristo, ukoo ambao hauna mwisho Bwana.
Mungu mtakatifu Bwana, ndio ukatusaidie Bwana. Ndio ukasamehe dhambi na makosa Bwana. Nenda ukaumbike katika moyo wa Lydia, moyo wa David, moyo wa Joshua, Benjamin na hata Shadrach. Moyo wa kina Faraja, hata mama Baraka na wengine wote, hata Salome, Jetruda Bwana, na hata kina Ashley Makena na hata Kevin Bwana. Nenda ukaubike katika moyo wa mmoja ambaye moyo wako uko tayari kupokea neno lako na kulitii na kulitunza Bwana, na kutembea katika njia ya utakatifu Bwana. Yesu, nenda ukajitukuze Bwana, kwa kuwa ulidhihirishwa ili uangamize kazi za ibilisi Bwana. Yesu, naamini pale Kalvari Bwana ulishinda. Naamini uliposema imekwisha Bwana, ulitamatisha kila kitu Bwana. Ulimalizana na laana Bwana pale msalabani. Ulimalizana na dhambi ya Adamu Bwana, maovu ambayo ni matunda ya ile dhambi Bwana, uasi na makosa zote. Uliposema imekwisha Kristo, ulimaanisha kweli mwanadamu ametakasika, amesafishwa na amefanywa upatanisho kupitia mwili wako. Mungu, enda ukapeane ufunuo wa damu ya mwanao Yesu Kristo, jinsi ambavyo ilisafisha dhambi pale Kalvari. Enda ukapeane ufunuo wa mwili wa Yesu Kristo, jinsi ambavyo dhambi ya mwanadamu katika ulimwengu wote ilihukumiwa pale, ili mwanadamu akafanywa upatanisho Bwana. Mungu, enda ukaweke mioyo yetu chini Bwana. Mungu, enda ukatusaidia hakika. Acha tukaone mkono wako wa rehema Bwana. Tafadhali enda ukaponye magonjwa ya dhambi na hata magonjwa ya mwili. Na ni katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen.